Hii ni baada ya kuibuka kwa mgogoro wa uongozi ndani ya chama cha wafanyikazi wa bandari nchini, huku makundi hasimu yakirushiana lawama kuhusu kile wanachodai kuwa jaribio la mapinduzi ya uongozi. Mvutano huo umezidi kutokota baada ya kundi moja kutangaza kuchukua hatamu za uongozi kufuatia mkutano uliofanyika hapo jana Jumanne na kuidhinisha safu mpya ya viongozi. Hata hivyo, upande wa upinzani umepinga hatua hiyo, ukisema mchakato huo ulikuwa batili na haukufuata katiba ya chama, na ukidai kuona chama hawakupata notisi ya siku 14 kama inavyohitajika kisheria. Wakati huo huo, madai ya ubadhirifu wa fedha yamezidishwa na sintofahamu, huku baadhi ya viongozi wakishtumu mabadiliko ya watia saini wa akaunti za utolewaji wa fedha bila idhini ya wanachama. Endapo hatutasimama wima, hatutasimama kidete, pale bandarini kutakuwa ni mahali pa vurumai, na vurumai ile ikiendelea haitakuwa nzuri, kwa sababu inaweza leta pia economic sabotage. Viongozi watano ambao wameungana kuweza kudhalilisha chama hiki wanaleta shida ndani ya kiwanda, wameleta moto mwingine ambao performance inaweza rudi chini, maana wanachama sahi wao katika hali ya taharuki. Kulingana na katiba yetu ambayo imetuweka hapa, tulichaguliwa kwa mujibu wa katiba, ilikuwa yataikaniwa kama kuna mabadiliko yeyote katika wale wenye kutia sahihi katika akaunti zetu za Dock Workers Union, ilikuwa kwanza ipate ungwaji mkono na NEC ya Dock Workers Union, lakini jambo hili halikutendeka, ambapo ni jambo la kusikitisha. Limefanya ya kwamba sasa chama hakienendi sawa na vile inavyotakaniwa. Kikao cha bodi kilipitisha kwamba kura zitakuwa tarehe 25 mwezi wa 6 2026. Ilipitishwa hapa. Wao ilikuwa ni kabla ya wao kupewa kurudishwa hapa na mahakama. Kwingineko ni kwamba